Ninapongeza sana kamati iliyopanga mwaka huu tuwe na juma la askofu na viongozi wa vijana badala ya juma la askofu na vijana. Ninavyowatazama hivi kwamba ni viongozi wa vijana katika dayosisi yetu nzima, moyo wangu unajaa furaha nyingi. Moyo wangu unajaa matumaini makubwa. Ni kwa sababu ninaona uaminifu wa Mungu kwamba kwa vizazi vyote na kwa miaka yote liwapo kanisa, yeye Mungu hatakosa miongoni mwa vijana walio wengi. Mungu atawainua wachache na ambao ndio watakuwa viongozi kwa wengine. Wewe ni mmoja wapo wa mlioinuliwa na Mungu ili mpate kuongoza kundi la vijana kwa wakati huu. Tunamshukuru Mungu. Katika semina za viongozi wa vijana zilizofanyika katika majimbo, ilionekana hitaji la viongozi, ninyi viongozi wa vijana, kujengewa uwezo ili muweze kusaidia vijana sharikani. Kujengewa uwezo, to be empowered, to be powered, muweze kuwaongoza vijana. Mtu mmoja aitwaye Maxwell aliwahi kusema, kila taasisi inafanikiwa au kushindwa kutokana na uongozi ulio bora au uongozi dhaifu. Taasisi, kundi lolote, kufanikiwa kwake, kusimama kwake, naangalia uongozi. Na sasa hivi nazungumza na viongozi, si ndio hivi jamani? Ninyi ni viongozi. Naombea ili mpate kuimarika kiroho katika juma hili la askofu na viongozi wa vijana. Na ninyi mkitoka hapa mkapate kuwaimarisha vijana wenzenu kiroho. Baada ya semina hii ninatazamia hilo. Lengo la juma hili, wapendwa vijana, nirudie tena, ni kuamsha ari ya uongozi wenye matokeo chanya utakaofanya kazi si tu kwa ajili ya sasa bali kwa ajili ya wakati ujao. Viongozi walio na hekima. Hekima inayozungumziwa hapa, wapendwa vijana, sio elimu ya darasani tu au akili za kuzaliwa tu, sio werevu wa kutunga na kuiga kwa wengine. Hekima inayozungumziwa hapa, watu wenye hekima, ni hekima inayotoka kwa Mungu. Hekima inayozungumziwa hapa sio akili ya kawaida, ni hekima ya kiroho inayotokana na kumjua Mungu na kulitii neno lake. Kumjua Mungu, kumcha Bwana na kulitii neno lake. Hapo ndio chemchemu ya hekima. Hicho kitu kinachoitwa hekima. Watu wa aina hii wanakuwa ni nuru kwa maisha yao, kwa mawazo yao, kwa maneno yao, kwa uaminifu wao. Kwa sababu hivi ndivyo ambavyo vinakuwa vya kuigwa na wale wengine. Maisha yako yawe nuru, mawazo yako yaangaze, maneno yako yawe na ushuhuda wa kweli na uaminifu wako kama kijana Mkristo. Mambo haya yashike sana. Ndio zilikuwa tabia za kina Danieli. Sasa hawa majina, naitwa Pascal Israel Umbu, natokea usharika wa Karatu mjini, ni mwenyekiti wa vijana ndani ya usharika pale. Hii semina kwanza itatujenga kiroho
pili itatuimarisha kwenye uongozi wetu sisi tulionao. Nashukuru Baba Askofu ametufundisha vijana wengi tujitahidi kusoma Biblia kuliko kukimbilia mitandao ya kijamii. Biblia kidogo inaweza ikatupa mwongozo sisi kama vijana kuliko kukimbilia mitandao ya kijamii. Kwa majina naitwa Loveness Swai. Mimi ni makamu mwenyekiti wa vijana ushirika wa Nkwansira. Nimefurahi sana kuhudhuria katika juma hili la askofu na viongozi wa vijana. Tumefurahi sana kufika katika juma hili, na katika juma hili la askofu na vijana limekuwa ni juma tofauti na miaka mingine, kwa sababu miaka mingine ilikuwa ni askofu na vijana, lakini kwa mwaka huu imekuwa ni askofu na viongozi ambao ni vijana. Hivyo tumenufaika sana sisi kama vijana, kwani tunaweza tukaenda kuwashauri na kuwaelekeza vijana wengine jinsi ya kuongoza vijana katika sharika na katika jumuiya zetu za vijana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Baba Askofu kwa kutuweka katika juma hili na kutufanya tuwe katika juma hili tena. Tunamshukuru sana. Kwa majina naitwa Mchungaji Matayo Mtui, katibu wa idara ya vijana na wanafunzi katika Dayosisi ya Kaskazini. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake ametupa kuandaa juma la askofu na viongozi wa vijana katika dayosisi yetu. Tumekuwa kila mwaka tukifanya juma la askofu na vijana. Usharika unatuma kiongozi mmoja wa vijana na kijana raia mmoja, lakini kwa mwaka huu tumeona tuwajengee viongozi wa vijana uwezo. Tumepita katika majimbo yote 5 tukifanya semina za viongozi wa vijana. Tumeona viongozi walio wengi hawajatambua wajibu wao sawasawa, hawatekelezi majukumu yao sawasawa. Wanachaguliwa, wanakaa kwa miaka 4, wanamaliza kipindi, wengine kipindi cha pili miaka 4, jumla miaka 8, lakini hawatimizi wajibu wao, hawajui wajibu wao, wanajichanganya kama wale vijana wanaowaongoza, au wakati mwingine wanakuwa wanafanya mambo yasiyofaa na kuwavunja vijana wenzao moyo. Tukaona kwamba kwa mwaka huu tumemaliza semina za viongozi wa vijana kule kwenye majimbo, tuje sasa kidayosisi, wakae kambini hapa kwa muda wa siku hizi 4, wafundishwe, waelekezwe, tuweke mipango, wakitoka hapa Vunjo Sekondari waende katika sharika, waende katika kanda, waende katika majimbo, wakatekeleze yale tutakayokuwa tumeyafanya.